Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. Ndugu zangu, ndugu walimu ambao wamehudhuria katika hafla hii pamoja na ndugu wanafunzi mliohudhuria katika hafla hii ambayo ni hafla ya ufunguzi wa Mahad al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hafla hii huwa inafanyika kila mwanzoni mwa mwaka, kwa maana kila unapoingia mwaka mpya wa masomo tunakuwa na hafla fupi kama hii kwa ajili ya ufunguzi wa Mahad, ikiwa ni kupeana miongozo, lakini pia kufanyiana at-ta'aruf, kufahamiana katika upande wa walimu na wanafunzi kiujumla. Kwa hiyo imekuwa ni hafla ada kwetu sisi ya kawaida. Katika upande wangu, kama nilivyopewa muda ni mchache na wakati sio rafiki kama wanavyosema, aliyoko mbele yenu hapa kama mlivyofahamishwa ndiye mushrifu taalim wa Mahad al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Katika idara yetu hii ya taaluma ama idara ya elimu, idara hii inahusika na masala yote ya elimu katika chuo hiki cha Mahad al-Imam Shafi'i, lakini pia chuo cha Mahad al-Faruq. Mahad al-Faruq, japo inaonekana Mahad al-Faruq imemezwa na Mahad al-Imam al-Shafi'i, lakini hapa kuna vyuo hivyo. Kuna Mahad al-Faruq ambao ni hawa mutawasita, hawa marhala ya mutawasita ni Mahad al-Faruq, ambayo mimi nilisoma hiyo Mahad al-Faruq kipindi hicho ikiwa kule Markaz al-Ansar 19, miaka hii ya 2001, tukianza awal mutawasita. Baadaye ndio ikaja ikahamishwa ikaletwa hapa Mahad al-Imam Shafi'i. Kwa hiyo ikamezwa jina la Mahad al-Imam Shafi'i ni maarufu zaidi kuliko lile la Mahad al-Faruq. Kwa hiyo tuna Mahad al-Faruq ambayo ni mutawasita na tuna Mahad al-Imam Shafi'i ambayo ni thanawi. Tumeelewana hapo Mahadi zote mbili hizi zinasimamiwa na idara tutaalimi, idara ya elimu hii iliyotajwa hapa mbele yenu. Idara ya elimu inajihusisha na masala yote ya taaluma katika mahadi hii. Yote unayoyaona ni ya kitaaluma yapo chini ya idara tutaalimi. Napenda nitaje baadhi ya mambo machache ya kuweza kuyafanyia kazi. Jambo la kwanza ni masala ya vitabu. Tumeingia katika mwaka mpya wa masomo. Kuna wale waliohama kutoka mwaka kwenda mwaka, kutoka darasa kwenda darasa, wanahitajia midhakirati na vitabu husika katika darasa husika. Sawa Mtapataje vitabu hivyo? Ninaomba wale mushrifina, mushriful fusul, sawa, wale viongozi wa madarasa
kuanzia siku ya kesho, sio leo. Leo wakati umejaa sana, lakini kuanzia siku ya kesho, na kuna ambao walikwisha kuniona kabla ya wanione hao viongozi wa madarasa kwa ajili ya kuwapa utaratibu maalum wa kuweza kupata mudhakirati, kupata vitabu vinavyosomwa katika madarasa yao. Hili ni jambo la kwanza, napenda kwa viongozi wa madarasa walifanyie kazi. Tumeelewana mashehe? Viongozi wa madarasa, tuonane kuanzia siku ya kesho kwa ajili ya kuweza kupata vitabu vinavyosomeshwa kwenye madarasa, yani kupeana miongozo namna gani mtapata vitabu vinavyosomeshwa kwenye madarasa yenu. Jambo la pili, tunakuwa na mitihani sisi ya muhula wa kwanza na muhula wa pili katika kila mwaka. Kuna mtihani wa fasli dirasi al-awwal na mtihani wa fasli dirasi al-thani. Mihula miwili hii zile maksi zake huwa zinakusanywa, alafu zinatupa maksi ya kule mwisho. Maksi ya mwisho ikifikia 50 kwenda juu kwenye kila somo, wewe tunasema umefaulu. Lakini ikiwa kuna somo imekusanywa maksi yako ya muhula wa kwanza na muhula wa pili haikufika 50, wewe tunasema umefeli katika somo hilo, unatakiwa kuingia mtihani wa dauru thani. Sawa? Watakiwa kuingia mtihani wa dauru athani, ambapo tuliweka tangazo kule na tulitoa matokeo yana takriban siku 4 hivi. Pamoja na tangazo lake, wahusika ambao waliofeli katika baadhi ya masomo mawili wanajijua, kuna waliofeli matatu wanajijua, wanatakiwa kuingia dauru athani, na tarehe yake pia tuliweka kule, wanaijua. Kwa hiyo wajiandae na walifanyie kazi hilo. Kesho tukutane hapa baada al-fusha kwa wale wahusika wa dauru thani. Kanuni, aliyefeli zaidi ya masomo matatu, kwa maana kuanzia 4 kuendelea, huyu huwa yuidu sana, anarejea nini? Mwaka, anarudi mwaka ule ule aliyokuwepo, manake hajawa na vigezo vya kumvusha yeye darasa. Tuelewana eh? Kwa hiyo hilo nalo lizingatiwe. Jambo la mwisho, kutokana na dhiki ya wakati, kuna wanafunzi waliotoka katika chuo chetu cha Abubakar Siddiq kule Donge. Wanafunzi waliotakaraji Donge mwaka huu ni wanafunzi 35 kwa mujibu wa matokeo tuliyoletewa sisi. Qaima ya mutakharijun ni wanafunzi 35. Hawa ndio waliomaliza thalith ibtidai kule Donge, ambapo wakija hapa kuna interview huwa tunawafanyia, na wale wenye kufaulu huwa wanaingia katika mahadi al-Imam Ash-Shafi'i. Lakini kuna wengine ambao huwa wanatumia njia ambazo sio rasmi. Wakuta mtu kasoma mwaka mmoja, hayumo kwenye ile kaima yetu tulioletewa kwamba hawa ndio waliomaliza. Mtu anapenya katika njia za kona anazozijua yeye, anakuja hapa kuja kufanya interview, na akija wala hajielezi kwa yeye ni katika wanafunzi wa Donge. Anatoa taarifu nyingine, mimi nimetoka mkoa fulani, taja kule alikotoka. Madrasa anaweza akataja yoyote ya huko kama aliwahi kusoma hata miezi mitatu, na anakuja na vielelezo. Mwingine akuleta barua mwenyekiti anayo kweli, kaipata kutoka huko, ni mipango tu inafanywa. Kwa hiyo anakuja, sisi tunaweza tusimtambue haraka kuwa huyu ni wadonge. Sawa, anakuja anaingia mahadi al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika njia kama hizo. Wanafunzi kama hawa, sisi tunachoomba kwao, tuna utaratibu maalumu tutaufanya.
kuna utaratibu maalumu tutaufanya na tutahitajia tazkia ama uthibitisho au ruhusa kutoka katika maeneo yale waliyotoka. Kwa hiyo hawa swala lao liko kwetu sisi kwenye idara, tutalifanyia kazi na huenda tukawaita. Kwa hiyo wakae watambue hilo kwamba tunasimamia kwenye nidhamu, sababu masala ya kuja tu hali ya kuwa wewe bado hukupata kibali maalumu, umekuja katika njia zako unazozijua wewe, inaweza ikaleta mkanganyiko ambao hatutaufurahia baadaye. Kwa hiyo napenda tufahamu hayo niliyoyaeleza, lakini pia tuweze kuyafanyia kazi. Mimi sina mengi kwa haya machache. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.